Tunaona watu wanakuwa hawagusiki, wanafanya wanachotaka. Anasema mimi nimeamua kuanzia leo mtafanya hiki. Mimi nimeamua, nchi hii ni yako. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukufahamisha na kukujuza kuhusu yale ambayo yameweza kutokea na yale yameendelea kutendeka katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ninazozipata siku ya leo ni muhusu Padri Charles Kitima ambaye kwa mara nyingine tena ameamua kumvaa vibaya Samia Suluhu na baadhi ya viongozi ambao wamejivisha ngozi ya umungu, ambao kwa maneno yake amewataja kama ambao wanataka kuabudiwa, kipindi ambapo wananchi ndio wameweza kupeana mamlaka ya kuongozwa na waliweza kuwapea nguvu za kuwaongoza wananchi. Hebu msikilizaji, nikupeleke kwenye taarifa hizi moja kwa moja, kisha tupate kuzichambua. Sasa Padri Charles Kitima amepata kutoa tamko kipindi akitoa mahubiri yake. Akazungumza na akawataja baadhi ya viongozi wakuu nchini Tanzania kama watu ambao wamejipatia nafasi ya Mungu duniani, lakini amezingatia bara ya 8 ya katiba ya nchi ya Tanzania ambayo inasema kwamba all sovereign power belongs to the people, yaani nguvu na mamlaka yote na madaraka mbalimbali ambayo viongozi wa umma wameweza kuyapatiwa wamepewa na wananchi, na kwa sababu hiyo wananchi ndo wenye nguvu zaidi kuliko viongozi ambao wamepewa madaraka, ambao wamepewa nafasi za kuendelea kuongoza, ambao wameshikilia nyadhifa mbalimbali za kutoa maelekezi na kutoa mwongozo wa kitaifa. Nataka msikilizaji tuangalie swala hili hivi. Padri Charles Kitima amekuwa ni mwenye kuzungumza, amekuwa ni mwenye kupiga vita machafuko ambayo yanaonekana katika serikali, lakini pia hajawa wa kunyamazia matukio ya kikatili, hajawa akiyafumbia matukio ambayo yanawaumiza wananchi, hadi siku zile anapoonekana kuvamiwa, siku zile anapotokea kutishiwa, siku zile anahofia hata maisha yake. Hata leo hii akizungumza amesema kwamba huenda kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba Father, unapoendelea kuhubiri ukiwataja hao huenda usifike nyumbani, lakini pia akahakikisha kwamba anapata usalama na ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo ana nafasi ya kuzungumza. Anahisi kwamba yuko protected enough kuzungumza kuhusiana na masuala maovu ambayo yanatokea, kuzungumza kuhusiana na kile ambacho sio chema katika taifa la Tanzania. Utawala wa nchi uko chini ya wananchi. Ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano hatujaitendea haki. Ibara ya 8, tunaona watu wanakuwa hawagusiki, wanafanya wanachotaka. Anasema mimi nimeamua kuanzia leo mtafanya hiki. Mimi nimeamua, nchi hii ni yako, ni nchi yetu hii. Sasa hivi wengine wanasema Father, useme hivyo hutafika nyumbani leo, utaishia njiani. Wamesema nitafika, wapo watakao nilinda. Sasa
Kiini cha taarifa ya leo ni hivi, msikilizaji. Alipozungumza amezingatia ibara ya 8 ya Katiba ya Tanzania ambayo inawapa mamlaka wananchi wa Tanzania, mamlaka ambayo wananchi wanayagawa kwa viongozi. Yaani kwa sababu sio kila mtu, ama ikiwa kila mtu atahitaji kujiongoza kutakosa mwelekeo. Kwa hivyo wananchi wanagawa baadhi ya madaraka ambayo wanayo kwa viongozi ambao sasa kwamba ndo wanapeana mwelekeo wa taifa, lakini pia ambao wanaleta suluhisho katika mambo mbalimbali. Yaani ndo jukumu la kuwateua viongozi kwamba wapeane mwelekeo, lakini pia wahakikishe wananchi wako salama, jambo ambalo katika siku za hivi karibuni linakuwa ni kinyume. Kwa sababu gani, msikilizaji? Kulipotokea machafuko, ambao waliumia ni wananchi ambao ni wenye madaraka, ambao ndo wamegawa madaraka kwa viongozi. Waliowaua wananchi ni wale viongozi walioteuliwa na wananchi ili wawalinde, lakini sasa hao ndo wakawasababishia wananchi mauaji. Padri anasema hivi: nafasi za uongozi nchini Tanzania zimetumika vibaya na watu ambao wamepewa nafasi hizi za uongozi, na kwa sababu hiyo anahisi kwamba kuna hitaji kuwa mabadiliko, kwamba wananchi wakome kuwaona viongozi kama viumbe ambavyo vinatoshanishwa na Mungu, kama viumbe watakaoweza kuabudiwa, ili kuwasikiliza na ili kuwapa msaada wananchi, kwa sababu wananchi ndo wenye kupeana madaraka. Yaani ndo wakubwa hapa, ndo mabosi. Kwa hivyo ni vibaya kuwatumia vibaya wananchi ama kuwapatia mwelekeo usiofaa, kuhofia kwamba viongozi wanaweza kukufanyia jambo lolote, kuhofia kwamba hauna uhuru wa kuzungumza, hauna uhuru wa kufanya chochote kibiashara, kujiendeleza kiuchumi, kwamba viongozi wale mliowagawia mamlaka wataweza kukuingilia na kukumaliza. Sio demokrasia. Ni wapo kwamba sio demokrasia, inahitaji mabadiliko katika jinsi uongozi ulipo. Kwa hivyo, kwa jumla, kile ambacho padri amekizungumzia siku ya leo ni kwamba viongozi hawajaitumia nafasi yao vyema, lakini pia wametumia nafasi hizo vibaya kuwaumiza wananchi. Jambo ambalo, msikilizaji, nimekueleza kwamba Padri Kitima amekuwa ni mwenye kuzungumza siku mingi. Yaani hajaweza kuyafumbia yale ambayo ni maovu, yale ambayo hayapendezi, yale ambayo yanawaumiza watu moja kwa moja. Amekuwa ni mwenye kuyazungumzia. Ikafikia wakati ikasemekana kwamba yeye ni kibaraka na anahitaji kuipiga serikali ya Samia ikose mapenzi ya Watanzania. Lakini unapoangalia, msikilizaji, moja kwa moja unaona kwamba matukio ambayo anayazungumzia ni matukio ambayo yanatokea. Lakini kama kawaida, siasa inakuwa kwamba ina vita, inakuwa kwamba ina timu. Kuna huyu anashabikia pale, kuna yule anashabikia hapa, na wote
wanasema vitu ambavyo vitawafurahisha wadosi wao ama wale ambao wamewatuma kuwawakilisha. Wanasiasa wanawatuma watu wao kuhakikisha kwamba wanaendelea kuzipata nafasi zao za kuendelea kuongoza, lakini ukweli unabaki pale pale. Ikiwa maovu yametendeka, yameonekana, kila mtu amehakikisha kwamba kuna kibaya kilitendeka. Kwa mfano, watu waliuawa tarehe 29. Sio kitu cha kukikataa, sio kitu ambacho hakikuwa wazi, kila mtu aliona. Watu waliopoteza wapendwa wao, ni kitu ambacho kipo. Kwa hivyo ni ujinga, ni ukatili, ni kitu kibaya kilitokea na kinafaa kupiwa ujinga ili kisiweze kuendelea kutokea. Msikilizaji, karibu sana katika kituo hichi na kukaribisha kutia subscription na kuendelea kutufuatilia siku hadi nyingine, kuhakikisha kwamba unaendelea kuzipokea taarifa zetu punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guton. Nitakuwa hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninakujuza kuhusu yaliyoweza